Kipenga kimepulizwa. Hii inaashiria kwamba sasa ni wakati wako wewe mtazamaji wa Azam TV kuwa karibu na TV yako kuweza kuangalia yale yaliyojitokeza au zile hiccups zilizojitokeza katika mechi mbalimbali za ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara. Na hii huwa ni sehemu maalum ambayo iko chini ya usimamizi wa refari wa zamani wa kimataifa Othman Kazi, ambaye yeye amekuwa na taratibu ya kutuwezesha kupata jawabu ya yale ambayo hatujayapata wiki nzima. Najua unaweza kumuona Othman kashajiandaa, lakini kwa kifupi kabisa baada ya muda naona una furaha nyingi sana Kazi. Welcome back. Karibu kwenye kipindi chako. Welcome back bana. Karibu sana bana. Nashukuru shehe. Nashukuru sana. Kipo na nimefurahi leo. Kutakuwa kuna mwanzilishi wa Kipenga leo niko naye hapa. Safi sana. Nashukuru sana. Maana nimeambiwa niweza nichague moja. Mpira wa adhabu, nizibe moyo au mengineo. Lakini mimi furaha yangu kubwa sana kwa siku hii ya leo ni kwamba kumekuwa na matukio kadhaa. Na wiki hii mimi nilikuwa ni mfuatiliaji nikiangalia replay kutoka hapa Azam TV, kwa sababu unajua unaweza kwenda uwanjani ukasema ile ilikuwa ni foul, hamna replay. Lakini nimeziona replay zote. Sasa leo tuna nani ambao utakuwa umetuandalia hapa? Leo tuna mechi mbili ambazo zilivuta hisia za watu wengi. Kama unavyofahamu, Yanga wako jijini Mwanza wakiwasubiri Pyramids katika mashindano ya Confederation Cup, lakini wamecheza na mechi ya Vodacom Premier League dhidi ya moja ya timu ambao wanaipaga shida, timu ya Mbao FC. Lakini kuna mini dabi iliyofanyika jana. No. Kwa hiyo zote leo hapa mzigo upo. Sawa, ngoja tukae sasa na mimi nianze na ya kwangu hapa, huko watazamaji wakiwa tayari wamekaa kushuhudia. Na umezungumza hii tulikuwa tunasemea kuanzia mechi ambayo iliyokutanisha wenyeji Mbao dhidi ya Yanga. Na mechi hii ilifanyika ndani ya uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza. Sasa. Na katika matukio ambayo yalizua utata kidogo kwa waliokuwa wanaangalia. Kwanza kabisa ni tukio la offside ya Mbao. Goli la Mbao lilokataliwa hili likaitwa offside. Hapa kuna vitu vile vya kuangalia. Kwanza, goli lilivyopatikana, lakini pia kwamba lilikuwa ni offside. Sasa hapa kitu ambacho nimekitizama kwa jicho la ziada, Patrick, tutakubaliana kwamba sheria namba 10 inasema katika upatikanaji wa goli hapatakiwi kuwepo na uvunjifu wowote wa sheria. Kusiwepo na uvunjifu wowote wa sheria. Sasa tizama hivi vizuri. Tuachane na kwamba kulikuwa na offside. Hapa kulikuwa na nini? Mikono miwili itumika kumsukuma Shishimbi. Umeona kama alisukuma hivi. Amesukumwa. Au sio? Kwa hiyo tayari kulikuwa na uvunjifu mmoja. Lakini mwamuzi Meshak Suda huyu hii aliacha. Sawa. Baada ya hapo ndio inakuja tukio la offside. Ndio maana unaona licha ya goli kukataliwa, unaona hapa wakati pasi inatolewa kwenda kwa Waziri Junior. Wakati Saidi Junior mpira ukiwa unaelekezwa kwake, tayari alishakuwa mbele ya nani, na unamwona assistant referee position aliyokuwepo ilikuwa ni sahihi kabisa, sehemu nzuri kabisa. Alikuwa na uwezo wa kuona kwamba Saidi Junior hapo alikuwa ametangulia. So baada ya tukio unamwona Shishimbi anamfuata mwamuzi kwenda kumlalamikia kwamba mbona hukutoa foul yangu mimi kusukumwa? Ndio. Sawa. Kwa hiyo hapo kulikuwa na vitu viwili vilitokea. Mmoja, kwanza Said Junior kwa offside, lakini pia jinsi Mbao walivyoweza kutengeneza hii shambulizi. Okay. Kwa hiyo Kazi hapo umetoweka vizuri katika hilo tukio hapo ambalo lilikuwa linaonyesha Papia kisukumwa. Na refari alikuwa hatua chache umbali wa kwangu mimi na wewe. Tukio ambalo lilikuwa linatokea. Kwa mfano isingeonyeshwa kibendera, goli ingekuwa goli. Kwa sababu
Meshack hapa haja nani? Hajapuliza filimbi ya foul. Lawama zingekuwa sahihi kwa mwamuzi. Yeah. Sahihi kabisa. Hii ilitakiwa kupulizwa foul hapa kwanza kabla ya offside. Shukran kwa mwamuzi msaidizi. Lakini ngoja. Kuna kitu kimoja pia lazima tuangalie kote. Hapo. Mpaka hapa hakuna tatizo, sawa? Hapa tatizo lilipoanzia. Hapa ndipo tatizo lilipoanzia. Sasa hebu naomba tuangalie position ya mwamuzi, angalia conjunction ya hawa watu hapa, alafu muangalie assistant referee. Macho ya assistant referee pia yapo hapa. Kwa hiyo hata assistant referee alikuwa na uwezo wa kumsaidia mwamuzi wake. Kwa hiyo hapo assistant referee hawezi akawa ameona kwamba mwamuzi wangu yuko karibu zaidi ile tukio analiona. Yuko karibu zaidi, lakini kuwa karibu zaidi sio lazima uone tukio. Okay. Unaona? Engo hapa, angalia kuna mchezaji wa mbao yuko hapa. Sawa? Huyu hapa. Kuna mchezaji wa mbao yuko hapa. Sawa? Alafu angalia hii tukio jinsi inavyotokea. Nani ana clear view? Referee au assistant referee? Mshika kibendera anaona moja kwa moja hapa. Ndio. Au sio? Moja kwa moja anaona kwamba kuna mikono hapa inatumika. Angeweza kumsaidia mwamuzi wake. Basi inawezekana aliomba kwamba ili tukio liende kwenye offside ili nisawazishe, maana yake kipenga kinaweza kaje kikaniumbua katika hili. Na moja hiyo nimeipenda, umeweza kuielezea kwa uzuri zaidi. Lakini pia wapinzani wa mbao Yanga na walikutana na kitu elekezi au kitu ambacho hakina utofauti mkubwa wa kukataliwa goli. Mechi za VPL sasa hivi zina hisia moja ya ajabu sana. Kuna group moja ya michezo na burudani ya ndugu yangu mmoja yupo US. Ye mwenyewe yuko US, lakini unajua WhatsApp unaweza kwa US sehemu yote ya dunia na ukiona unafanya unachambua. DJ Luka ndio mwenye ile group. Kuna dada mmoja anaitwa Zakia kwenye hiyo group. Cheza basketball mzuri sana alikuwa. Yuko Sweden sasa hivi. Zakia? Yeah, Zakia Kondo. Zakia huyu ni wa hapa Bongo. Sio Zakia Kondo? Sio Zakia Kondo. Maana nikionaga jezi ya Yanga najua Zakia Kondo. Akaposti goli, alafu akapost goli la nani? Akapost goli la akapost goli la nani la Simba la jana. Akasema hapa tofauti iko wapi? Sasa ngoja tumuonyeshe tofauti ya hiyo goli ambalo linakwenda huko. Ni matatizo ya kinani. Goma imerudi hapo. Goma letu la kiufundi limerudi. Angalia hapa. Wakati mpira unapigwa na Mapinduzi Balama. Tazame David Molinga Falcao sema alipo. Okay. Balama namba 1, Falcao namba 2, Sydney huyo 3. Sawa. Yeah. Halafu watizame wachezaji wa mbao. Second last defender. Wa kwanza ni goalkeeper, wa pili. Sawa. Angalia namba 2 blue na namba 2 nyeusi. Nani yuko karibu zaidi na mstari wa goli? Namba 2 nyeusi yuko zaidi ndani. Yaani yuko ndani kabisa. Yeah. Au sio? Kwa hiyo offside inahukumiwa mpira ulipopigwa na namba 1 nyeusi. Kwa maana ya Mapinduzi. Alipopiga mpira umeenda kukutana na David Molinga. Kwa hiyo anahukumiwa kwa kosa la kuwepo kwenye nafasi ya kuotea na ananufaika kuwa mbele ya wenzake, kuwa karibu zaidi na golikipa, kuwa karibu zaidi na mstari wa goli la wapinzani. Okay. Kwa hiyo clearly naomba urudi uifafanue vizuri hiyo kwamba offside ya tukio hili
au offside inahukumiwa nani akiwa sehemu gani? Sorry, Yanga inapendeza wakapewa rangi nyeusi. Sawa, namba 1. Mapinduzi anapopiga wa mpira. Namba 2, Falcao. Mbele ya Falcao kuelekea kwenye mstari wa goli, ambao tunapozungumzia mstari wa goli ni mstari unaopita sambamba na goal post. Huu mpira ulipopigwa umeelekea wapi? Na je, huko ulikoelekea huyo mtu ana zaidi ya wapinzani wawili mbele yake? Sasa hapa mpinzani aliyekuwa nayo Falcao mbele yake ni mmoja tu. Huyu wa pili yupo juu ya mstari wa offside. Ndio maana mstari wa offside unapita hapa. Alafu Patrick, niweke kitu moja wazi. Hii mistari mimi sichori kwa matakwa yangu mimi. Ni teknolojia ya libero ambayo tunayo. Kuna kiongozi mmoja mkubwa tu, nilimsikitikia sana. Bwana, kazi unachora mistari na unaopotosha watu. Nilimsikitikia sana. Ulimfahamisha maana libero ni nini? Bwana, unajua kila kazi ina taaluma yake. Kwa hiyo twende kazini. Endelea kufahamisha. Wale ambao wanataka kuelewa wataendelea kuelewa. Wale ambao hawataki kuelewa hawataelewa, lakini mwisho wa siku kwa kutumia teknolojia wataelewa. Kwa hiyo faida alikuwa nayo Moringa. Mstari wa libero ni mstari unaochorwa kutokana na vipimo vya uwanja, ambao una detect wenyewe bila kulazimishwa na mtu yoyote kwamba mchezaji huu mstari unapitaje pale alipokuwa mchezaji wa pili wa mwisho. Sawa, mchezaji wa pili wa mwisho wa timu inayozuia. Kwa hiyo tukichora huu mstari unakuja unapita kwa defender ambao namba 2 hapa. Sawa, ukimtizama Falcao sehemu alipo, anaonekana yuko ndani kabisa ya huu mstari wa njano kuelekea kwenye goli la mbao. Kwa hiyo kwa kuwepo kwenye nafasi hii ananufaika kwa sababu wakati mpira ulipopigwa na Mapinduzi Balama, yeye alikuwa tayari ameshaotea. Okay. Sawa kaka? Hilo ulilozungumza nitakuja kuliweka kiporo, nifanye ulinganifu. Au ulipo unataka kulifanyia ulinganifu sasa hivi? Subiri kwanza, tutafanya ulinganifu kwa sababu kuna swali uliulizwa. Kwa hiyo mimi nitalifanyia ulinganifu, tumalize kwanza Mbao na Yanga. Sawa. Alafu baadaye nitataka tufanye hesabu ndogo tu ya hiko ulichonionyesha na lile swali ambalo limekuwa likienda sasa hivi kwenye mitandao. Okay. La jana. Okay. Sawa. Naam, kuna serious foul. Kevin Yondan amekuwa akihesabika ni mmoja kati ya mabeki bora, lakini mabeki wa babe ambao mara nyingine wanatumia nguvu za ziada. Lakini katika hii nasema foul ambayo ilikuwa ni serious na ya wazi. Hiyo foul ilikuwa na namna gani? Wakati gani? Ilichezwaje? Kwa nini imekuwa ni serious foul? Patrick, ipo hivi. Kila nikitizama mechi ya Yanga najaribu kuepuka kuona makosa ambayo Yondan ameendelea akifanya. Kwa nini unaepuka? Alafu ni bora kwa sababu gani? Unajua Yondan ni mchezaji tegemezi wa timu ya taifa. Sawa? Na utakavyocheza kwenye klabu ndivyo utakavyocheza mpaka kwenye national team. Kwangu mimi Yondan ni mchezaji mkongwe. Sawa? Na ni mtu mwenye uwezo, utake usitake. Yondan uwezo anao mzuri tu, ila anajaribu sasa, sijui kwa sababu anataka kwenda na kasi ya vijana, alafu vijana wanampeleka spidi kidogo, kwa hiyo anajaribu kuwa katamoto. Lakini tukio hili ni la pili ndani ya wiki mbili Yondan anafanya. Angalia hapa, anatizama mpira, sasa mpaka hapa hatujaiona vizuri. Tizama hii hapa,
angalia hapo, anamuini referee kwamba anautizama mpira, lakini angalia mguu amekusudia, yani kwamba Said Junior, wewe kwa sababu unakuja bana, chukua hii. Amekusudia. The same alifanya dhidi ya Coastal Union, kosa hilo hilo, anajifanya anatizama mpira, unaona, halafu anaruka anamkanyaga mtu. So this is dangerous. This is dangerous. Yani, ilikuwa ni mechi na Coastal Union hapo. Hii ilikuwa dhidi ya Coastal Union wiki mbili zilizopita, sawa, dhidi ambao anafanya the same incident. Hii waamuzi lazima wawe makini na makosa haya ya mfululizo ambayo nani Yondala amekuwa akizifanya. Wewe umekuwa mwamuzi wa kimataifa na umeweza kufuatilia hizi. Nilikuwa naangalia haya matukio ambayo anayafanya Yondala. Matukio haya anayafanya nyakati gani? Maana kuna watu wanasema kwamba kuna nyakati likishatokea kitu fulani lazima, wali umekuwa kama kuna utabiri kwamba mwangalie Kevin ataenda kufanya hivi. Na inakuwaje waamuzi hawaoni hili tukio? Kwa mfano umeonyesha hili tukio la kwanza la mbao. Na umeona mwamuzi alikuwa sehemu gani? Mshika kibendera yuko sehemu gani? Yule ambaye aliweza kuona offside. Ameshindaje kuona ile tukio? Na ameamuru kutoa, anahukumu kona. Sawa. Na kwa hakika kabisa hapakwepo na hapa kuna mpira kugusa kwenye kichwa. Ngoja tuangalie. Kwenye kichwa mpira kugusa. Sio ndani ya penalty box hapa lakini kwenye kichwa kaugusa. Kwenye kichwa kaugusa. Okay. Umeona? Yeah. Lakini angalia hili tukio lingine hapa. No doubt ameucheza mpira kwa kichwa. Angalia mwamuzi msaidizi yuko wapi, angalia mwamuzi wakati yuko wapi. Matukio yanatokea upande ule wa aina moja. Kwa hiyo yeye ni anawawin vipi? Anajifanya anautizama ule mpira, lakini tayari achajua mpinzani wake yuko hapa. Kwa hiyo hapa yeye anacheza nao timing tu, kwamba anaruka juu, anajifanya anaenda kwenye mpira, alafu Othman, nimekuwa mpulizaji filimbi. Mimi nagombea mpira na mwenzangu hapa. Wewe uko distance yako hiyo hapo. Sawa. Maka nataka nijue vizuri kama waamuzi wote wanakosea au washika bendera wanakosea. Sawa. Mpira uko pale. Ndio. Sawa. Mimi naruka. Ndio. Kweli naruka. Ndio. Wewe utakuwa huko kule au unatakiwa uniangalie full body? Sasa nisikilize. Mpira wa juu. Mpira ambao unachezwa kichwani. Sawa. Mimi nitakuwa natazama wapi? Nitakuwa natazama chini na natazama juu. Kwa hiyo nyinyi mnachofundishwa ni kumwangalia mtu au kuangalia mpira? Mpira. Sawa. Unamtizama mtu. No, unamtizama mtu. Lakini unafanya anticipation kwamba huu mpira unaenda wapi. Sawa. Huwezi ukawa unatizama mpira uko juu alafu uangalie hapa mpira unapotakiwa kuja. Basi lazima wawini, kwa sababu nyinyi ndio maana marefali wengi ndio wanaangalia kipepsi, kwa sababu mtu karuka juu. That's what nataka nikwambie kwamba mpira wa juu vitu vingi vya kutizama ni elbow tu hizo. Pepsi. Kwa hiyo huku sinaweza tukaenda tukafahamu mambo yetu. Yeah. Umeona? Sasa hapa inabidi mwamuzi ajiongeze. Sawa, kama wewe unaangalia kule na mimi mshika kibendera niliyepinda hivi kabisa naangalia hapa, naangalia nini? Sasa kupitia kipengele cha mwisho, hii inaweza ikawa ni somo. Referee ajaye atakayekuwa anachezesha mechi ya Yanga hata wataongea. Mimi sitaki kumhukumu Kevin. Nataka kwa sababu umeongea kitu kizuri. Na inawezekana Kevin ameonekana, lakini kuna walinzi wengi ambao wanacheza mipira namna hiyo kwa kujua kwamba waamuzi wenyewe concentration yao mpira tu. Kwa eneo likiwa la huku wataangalia huku. Lakini swali langu kwa yule ambaye anakimbiaga, anaenda hivi, anakaa hivi. Anaangalia nini wakati Simone anaangalia hivi juu? Yeye kitu kikubwa anachotokea kulinda kwanza ni second last defender na sempira ulipo. Kwa hiyo anakuwa na macho makengeza pale. Hebu irudie hiyo footage. Hapo mwangalie wa pembeni. Nimekupata. Nimekupata. Macho yake yote yalikuwa kaangalia mpira tu. Kabisa. Kabisa. Yeah. Bahati mbaya sana hii ya pili sikuweza kumuona huyo pembeni, ile ya Coastal Union. Sikuweza kuangalia pembeni. Lakini lakini kusema ukweli ni kwamba nadhani kwamba mnapokuaga pale mnaingia uwanjani, wewe ukiwa mwamuzi wa kati unamwambiaje wa pembeni? Nisaidie katika matukio yote ambayo sijayaona. Hii ikiwa moja hapo.
Asante. Kwa hiyo version 1 tumemaliza. Muda bado tunao. Version 1 tumemaliza. Sawa. Mechi ya kwanza ambao na Yanga tumemaliza. Ila ukumbuke kwamba nina swali nitakalo kuuliza. Muda wetu utaturuhusu tu hapo mwisho nitakuuliza. Lakini sasa mechi ya dabi ndogo. Yeah? Dabi ndogo. Yeah? Dabi tunaita dabi ndogo. Dabi ndogo. Kule kwenyewe kule tulipozoea tunasema debi ndogo. Lakini ni Simba dhidi ya Azam. Ndio. Na tunaanza king'ambo wenyewe tunasema restart of play. Restart. Hii napenda kuitumia kwa sababu goli la Simba dhidi ya Canary Devils iliyoipeleka Simba hatua ya makundi ilipatikana kwa njia hii, na ni ufundi mmoja mkubwa sana sana sana. Unaona hapa Mzamiru amedhamiria yeye kuanzisha mpira, ndio ukanaswa within 5 yards, not even 10 yards. Restart of play wanasema kwamba mpinzani anatakiwa asimame yadi 10, lakini aliyefanyiwa foul ana mamlaka ya kuamua. Unasikia? Ana mamlaka ya kuamua kwamba tunaanzisha haraka au nasubiri. Ndio. Kaamua yeye mwenyewe kuanzisha. Sawa. Okay. Ameamua mwenyewe aanzishe. Fauli hii hapa amechezewa na Mudathir, au sio? Mpira umenaswa pale pale. Unaendelea. Kwa hiyo vitu hivi vinaruhusiwa. Unaweza ukaanzisha. Ikinaswa sasa ni juu yako. Ni juu yako mwenyewe. Kwa sababu hukuomba mwenyewe 10 yards. Okay. Sawa. Hapo umeweka vizuri kwa sababu ilikuwa lina ubishi sana hilo swala la jana kwamba kwa nini kitu hiki kimeanza na mambo yameenda. Lakini jana mchezo ulikuwa na kadi nyingi sana za njano. Kadi nyingi za njano. Okay. Hans Mabena ya. Kuna mtu mmoja kwenye grupu hiyo hiyo. Jana mimi nilikuwa na friend napitia kwenye group, naona watu wana challenge. Kuna mtu mmoja akapost, refa shaharibu mchezo wakati mchezo unaendelea. Half time. Alipopost tu pale pale mnika ameharibu, kafanya nini? Katoa kadi nyingi. Na mjibu sasa yeye. Na sio namjibu yeye, tujibu wote kwa sababu na mimi na maswali. Na wewe pia? Na maswali. Na wewe unasema na maswali, na maswali. Mengi tu. Obrechirwa. Sawa? Je, hapa kuna kitu kimoja nashinda kuelewa. Tuanzie hapo nyuma hapo ambapo Salum Abubakar anaanza kukanyagwa kabla mpira hujafika huko. Turudi nyuma. Maana hapo ilikuwa kama rugby. Hii hapa. Sawa? Hii hapa. Huo kachukuliwa. Ngoja. Kuna foul hapa? Is there a foul? Nitasubiri replay. Kwa picha ya juu sijaona. Najua itarudia tena. Ipo nyingine, sio? Hapana. Hii hapa. Unajua utapewa replay sehemu ambapo kuna nini? Kuna it's clear kwamba mtu kadondoka alafu mpira haujachukuliwa kwenye nani? Kwenye utaratibu unaostahili. Patrick, ukiwa unaenda na mpira, au sio? Je, mimi sina haki ya kukaba? Tunagombania. Na kukaba vipi? Naenda na block, nachukua mpira, nitaondoka nao. As far as sija kuchezea wewe faulu. Unaona hapo? Kaenda ka block, kaukanyaga mpira, kauzuia. Sawa? Salum Abubakar amedondoka, wanaondoka. Chirwa ile speed aliyokuja nayo ndio imesababisha yeye kuonyesha, kwa sababu speed aliyokuja nayo inasababisha inasababisha nani Mzamiru kudondoshwa chini. Sawa? So in that case Frank Dumayo
faulu ya kwanza. Angalia. Katika faulu ya kwanza. Haikutolewa nani? Haikutolewa kadi. Lakini immediately inakuja baada ya faulu hiyo akaja akacheza faulu nyingine ndani ya muda ule ule akaonyesha kadi ya njano. Hii hapa ya Kagere. Sawa? Ya Kagere ilivyokuwa inadaiwa amepiga kamchapa kiwiko. Ndio nataka kuangalia. Inaonekana hapo hiyo hapa. Sawa. Play. Mpaka hapa hakuna tatizo. Hapa hiyo hapa. Mkono ule pale wa kushoto. Sasa amempiga, amemblock. Sababu mkono wa Kagere unaonekana uko wapi? Ameustretch. Angalia mkono wa Kagere. Kakunja mkono au kaunyosha mkono? Ndio, angalia hapa. Hii hapa. Obviously kwa hapa hawezi aka nani? Hawezi aka distance iliyoko hapa hawezi akanyosha mkono. Lazima ukunje. Lazima atakunja. Sasa ameukunja vipi? Na kuna sema inaonekana mkono umerudi nyuma. Mkono umespin. Inaonekana hiyo? Kabisa. Hebu iplay kawaida. Hii tuione katika japo katika kasi tutaweza kuiona. Okay. Play kawaida. Hii hapa. Unaona? Okay. Mbona alipo hapo kwenye kasi. Lakini sasa mimi hapo mpaka nafika hapo. Swali langu lilikuwa moja. Kuna foul pale umeizungumzia kabla sijafika hapa kwa Kagere. Kuna foul umeizungumzia ambayo Domayo umesema alistahili kupata adhabu. Kuna foul ilichezwa hapo nyuma hapo. Ilikuwa nini? Ilikuwa foul ya kwanza. Tuangalie hii hapa here. Ngoja tuangalie afu tutarudi hapo. Hii sio kiwiko. Ni nini hiyo? Ipo hivi. Ngoja kwanza, unacheza judo? Njoo. Unacheza judo? Sawa. Ukaweko. Okay, tunagombea mpira. Tunautazama mpira unatoka wapi? Huko. Kule. Wewe mimi unaniona? Ukiwa unatazama mpira kule? Sikuoni. Mimi unless niwe hivi. Mimi nakuona sikuoni. Wewe unaniona. Kwa sababu gani? Mpira uko huko alafu wewe uko nyuma yangu. Sasa nataka nikublock wewe. Usiende huko. Nitakublock vipi? Lazima upate. Nitafanya hivi. Lazima upate mwili wangu. Nitafanya. Nitazuia kwa kutumia alafu naondoka. Sawa? This is what hapa naona kilichotokea. Si unajua kiwiko ni unaona yani kinatembea. Tap. Unampiga mtu. Lakini kwa hapa lock. Ana? Umeelewa? Yes. Umeona ilivyo? Yani kwamba amekusudia kabisa. Kwa sababu ashaona kwamba mimi nishaona Patrick anakuja huko. Umenirudisha. Lakini je, hii ndo kiwiko? Kwa sababu kunisubiri. Hii ndo kiwiko. Inategemea sasa. Unaona mimi nilipo kwako. Sasa hapa naweza nikawa nimekublock. Sasa hapo ningekublock kwa kufanya. Sasa ngoja kwanza, wewe si mrefu. Ndio. Tukiangalia waliochezeana foul pale, subiri kidogo. Vimo vyao viko sawa. Sasa kitu changu kiko hivi. Kazi anakuja. Mimi nishauangalia ule mpira. Ndio. Tayari nishajua huyu. Kwa sababu game ilikuwa na tension kubwa pale. Watu washachezeana sana foul kama unakumbuka. Of course. Kwamba huyu sasa ili aje, nataka ajae mimi. Ndio. Kwa hiyo nakuulia time kwamba huyu anakuja na mpira na umesema wachezaji wamekuwa wajanja, marefali wanaangalia mpira wapi? Mpira uko wapi? Juu. Unakuja uko wapi? Kwa hiyo unajua refali anaangalia wapi? Kama Kevin. Kwa hiyo alichofanya yeye akumzuia huyu mtu hapa. Yaani kwamba mimi kama nataka mpira unakuja huko, mimi nasogea hapa ili nikupin. Lakini huyu alichofanya kwamba huyu anakuja na mimi nakwenda. Sawa. Ametumia
kiwiko tunaposema striking, unasikia? Tunapozungumzia striking ni mwelekeo wa mkono, sawa? Okay. Hii unaweza yani hapa kuna option mbili. Ndio. Hapa kuna option mbili kwamba either kapiga au ameblock. Hii hapa, angalia. Achana na hii hapa. Sawa? Inayofuata. Sasa hapo kazi hapo. Hapo. Kuna mpira ambao Salum Abubakar alinyang'anywa kwenye ile footage hapa ilivyoanza. Hapa alinyang'anywa mwanzoni kabisa hapa. Unaikumbuka hiyo? Kabla hii foul. Yeah, ipo hapa. Ngoja tuiplay. Najua nayo litakuwa ni swali. Hii hapa. Mpira ulivyochukuliwa hapa na mpira alivyochukua Domayo, kuna utofauti? Ngoja tuangalie. Sawa? Kachukua. Kaondoka. Sasa naomba pay attention uangalie mpira alivyokuja kuchukua Domayo. Okay. Maana nikakwambia kazi, nashukuru sana kwamba leo nina maswali mengi ambayo jana nilikuwa naangalia pale mpira ukuwa pembeni yangu. Unaona ulivyochukuliwa Sawa. Sawa. Tuachane na ile buti. Hapo. No. This is clearly hakuchukua mpira, amemtegea kwanza. Unaona Kacheza na mwili. Mpira uko wapi? Ule kule. Ameanza, angalia hapa, ngoja nikuonyeshe kitu. Angalia hapa. Mguu uko wapi? Umepita katikati. Ngoja nisogee karibu kabisa ni hakiki. Mguu uko kwenye mguu wa kulia. Uko kwenye mguu wa Mzamini. Yeah. So kwanza alianza kucheza mguu. Mzamini akapoteza balance, akachukua, ndio Domayo anafanyikiwa kuchukua mpira. Hebu niwekeo mchoro kule kwa Salum pale. Hapa ndo kwenye utamu wenyewe. Libelo idanganyi bwana. Hakuna watu hawataki shaka. Basi. Naomba maelezo. Nimemaliza hapo. Nimemaliza. Mguu uko wapi? Mguu pembeni. Haujapita katikati ya mguu. Hii ni kitu kimoja, ni sifa moja ambayo sitaacha kumpa Hans Mabena. Kiukweli kabisa. Haya bwana. Serious foul. Haya. Serious foul play. Hapa vipi? Wrestling. Imeonekana. Nini maamuzi yako? Mimi jezi ya Simba. Kwa sababu kachezea foul mchezaji wa Simba? Nasema jezi ya Simba, kadi. Kadi nyekundu? Ndio. Why red card? Intentional. Na alikuwa wangapi pale? Sasa alikuwa anamalizia. Sijui kama kadi yangu iko sahihi. Sioni Amoa akitaka kuucheza huu mpira hapa. Inawezekana? No. Patrick, no. Sasa alikuwa na kadi moja kabla hapo? Hakuwa na kadi.
hakuwa na kadi ya njano. Hii ndio ilikuwa kadi yake ya njano ya kwanza, kwa sababu kama angekuwa na kadi angeonyesha ya pili nyekundu, au sivyo? Hapa kitu ambacho Hans hakuzingatia ni moja. Kwenye serious foul play kuna kitu kinaitwa excessive force. Was there excessive force applied? Daniel Amoah jinsi alivyoruka aliapply excessive force, kwa hiyo alistahili kabisa kuonyesha kadi nyekundu hapa. Safi, umemalizia. Bado tuna machache ya kuweza kumalizia, lakini mimi na hamu sasa nipate maji na wewe upate maji ili kozi kae sawa sawa. Kisha tukimaliza hapo, tukirejea tutakuja kuangalia vitu vinne. Discipline ya Kangwa, Kagere ipo, offside ya kweli, Chilunda offside, alafu kuna decision nzuri ya offside ilikuwepo hapa, penalty 3 ambazo zingetolewa katika mchezo huu, goli la Simba la offside na Kagere kupoteza muda. Tuko sawa? Twende tukapate maji. Tukisharejea hapa tutajua swala linalokwenda. Naam, tumerejea ndani ya kipenga cha mwisho, na kama nilivyokuwa tumeongea kabla hatujaenda mapumzikoni kwamba leo hii tunaangaza mechi mbili za ligi kuu ya soka ya Vodacom, ambapo kwanza tuliangalia mechi ambao wakikaribisha Yanga, na wakati huu kabla ya mapumziko tulikuwa tunaangalia mechi ya Simba dhidi ya Azam FC. Lakini kuna mengi ambayo tushayapitia hapo juu. Swala linalokuja sasa hivi ni swala la nidhamu ambalo limekuwa likizungumziwa sana katika kipindi hiki. Lakini safari hii kuna swala la nidhamu linalomhusu mchezaji Bruce Kangwa. Swala gani? Upotezaji gani wa nidhamu ambao umekufanya kuweza kupata kipengele ndani ya kipindi hiki? Dakika ya 57 ya mchezo. Sawa. Najaribu kuangalia ni namna gani baadhi ya wachezaji wa Azam walitoka nje ya mchezo. Nasema hivyo walitoka nje ya mchezo because walikuwa wanapingana hata na maamuzi sahihi ambayo waamuzi walikuwa na. Hii hapa mwamuzi mkongwe kabisa wa Jesse Erasmo. Angalia ana mpira wanaogombania hapa Chama na Bruce Kangwa. Chama anampigiza Bruce Kangwa, mpira unatoka kona, Jesse Erasmo anaonyesha kona, halafu Bruce Kangwa anampinga. Sasa hii kidogo inaweza ikaleta tafrani katika mahusiano kati ya mwamuzi na team. Au sio? Kama wachezaji watakuwa tempted kutumia kuchukua hasira badala ya kukubaliana na uhalisia. Kwa sababu hapa Patrick Misioni kama kulikuwa na kosa lolote katika maamuzi aliyotoa Jesse Erasmo. Ni dhahiri kabisa alikuwa ni Mzamiru huyo amempigiza. Alafu angalia anavyo mwamuzi. Na naona mwamuzi naye anapiga kifuani kama King Kong. Si lazima defend. Kwa nini unishambulie wakati sina kosa? Ataacha kudefend. Ata defend. Kwa hiyo ni kiasi, unajua mchezaji anatakiwa kuwa sehemu ya kujenga mahusiano na mwamuzi kwenye sio aende akamchekechekea nini, akubaliane na ukweli. Pale anapokosea amwambie kwamba refa hapana huo mpira, lakini sio huko alikuwa anamdhalilisha. So this was not right kusema ukweli. Ili swala lakini inaonekana kwa wachezaji wengi wanalifanya kila siku, kila mechi. Unajua kwa sababu gani? Yaani ni lazima tuweke njia madhubuti. Angalia kwenye ligi za wenzetu, au sio? The referees have got a protection bond. Yani wanatengenezea mazingira kwamba huwezi ukamwona mchezaji anamprovoke wazi anamshambulia mwamuzi. Au sio? Inaenda kistaarabu kidogo. Haya. Kuna hii moja bwana. Sasa tunakuja hii na utata. Hebu tuweke wazi. Offside kweli au si offside kweli? Tuweke wazi. Hii hapa. Hiyo. Watu walalamika, bwana hii hapana. Haikuwa offside. Wengine wakanasema ile ilikuwa ni offside dhahiri. Sasa libero inasemaje? Subiri. Kuna vitu havihitaji libero
hapa unahitaji libero kuthibitisha kwamba Kagere alikuwa mbele. Obviously anaonekana kabisa kwamba yuko mbele, Yakubu yupo kwa nyuma. Kwa sababu ukitaka kujua kwamba Kagere yuko mbele, angalia Yakubu yuko usawa wa center circle, ambayo center circle ni yadi 10 kutoka na nini. Na ukimtizama Kagere hapo, his minimum distance kutoka katikati ya uwanja mpaka kwenye technical bench yenyewe kuna yadi 15. Kwa hiyo unataka hesabu ijipiga yenyewe. Haya bwana. Ilikuwa wakati unaimaliza hiyo, twende kwa upande wa pili. Chilunda akapewa offside. Ilikuwa ni offside kweli? Tizama hii. Mpira umeanzishwa haraka haraka. Wakati mpira unapigwa, hapo bado Libero mimi naipenda sana Libero. Haidanganyi. Libero waga isemi uongo. Haifichi. Libero haidanganyi hata siku moja. Maana hapo unaona tayari mguu umeshainuka wa kutoa pasi. Oh God. Hapo. Sawa. Unamwona kabisa sehemu ambayo assistant referee yupo. Sikuipenda. Sijaipenda. Hapa. Unaona? Yuko nyuma ya second last defender. Na ndio maana alikimbilia kunyosha hii. Unaona? Kwa sababu gani? Alikuwa nyuma. Sasa leo kuna ubishi ulitokea kati ya wadau fulani wa mpira kwamba Azam walifanyikiwa kusawazisha. Ndio. Hii walifanyikiwa kusawazisha. Naomba niweke kitu kimoja wazi. Tufanye haikuwa offside. Sawa. Hii ni elimu tunatoa. Haikuwa offside. Sheria namba 10 determining the winner of a game ndio inayobeba jinsi goli linavyofungwa. Katika process ya kufunga goli unaambiwa hivi, goli litakubalika endapo hakuna uvunjifu wowote wa sheria. Achana na Omar Kambao kuhukumu offside ambayo haikuwa offside. Je, huu mpira Chilunda wakati anafunga hii inaweka wazi there was no offside. Hapa offside hamna. Lakini ukija hapa mbele mimi napataka hapa unasikia? Hii ni darasa tu najaribu kutoa. Unasikia? Najaribu kutoa darasa tu. Kwamba achana na swala la offside. Sawa? Kwa mfano Omar Kambao kaondoka na hiyo move. Au sio? Kama ameondoka na hiyo move, huu mpira aishi hapa, ameucheza kwa mkono, hajaucheza kwa mkono. Unaona mguu wa nani? Wa Chilunda? Jinsi ulivyoenda. Hii yenyewe ilikuwa kwa yule mshika kibendera kanyoosha ni offside au kanyoosha ni foul? Yeye kanyoosha offside. Amefanya kosa. Kafanya kosa. Kanyosha offside, si ndio? Yeye kanyosha offside. Okay. Amekosea. Sasa ngoja twende wazi. Kwa hiyo mshika kibendera kakosea. Amekosea. Katika kwa kawaida kabisa kwamba hiyo haikuwa ni offside. Haikuwa offside. Wewe kwa jicho lako uliona ilikuwa ni foul. Kwa jicho tuliona hapo, si ndio? Kwa jicho tuliona hapo ilikuwa ni foul. Mimi nimeona foul. Offside. Kwa hiyo tukirewind decision ya mchezo wa Yanga, nafikiri kama nakumbukumbu na Coastal Union. Yes. Ule mpira ambao ulisemekana haukuvuka ndani ya eneo. Ndio. Kwamba mwamuzi alifunikwa. Ndio. Lakini kwa hii decision hapa ndio ni kwamba kama ni goli alikuwa goli kwa sababu ya foul, lakini hamna offside.
Hamna offside. Offside hamna. Kwa argument kubwa ilikuwa ni kwamba hiyo ni offside au sio offside. Sio offside. Kwa hiyo sio offside. Sio offside. Hakika. Tumemaliza. Haya. Good offside decision. Unajua mtu hata akikosea hata kosea vyote. Haya, decision sahihi ya offside. Sasa hii hapa pato, hii si offside kabisa hii. Si offside. Katokea wapi? Sinaona. Siko peke yake hapa bwana. Mpira umetoka wapi mguuni? Sinaona yuko peke yake. Sawa. Lakini huo mpira umefika hapo, umepigwa wakati gani? Mpaka yeye kukimbia kufika hapo. Na kuona mpira umepigwa wapi na wewe ukakimbia vipi kufika hapo? Assistant referee anawaambia Simba. Hii hapa. Mpira uko ushatoka mguuni lakini. Long time. Mpira ushatoka. Hai hapa. Yuko katikati ya watu hapo. Hapo. Aha. Aha. Tunaenda hapo. Sawa, mpira ndo unatoka mguuni. Tayari kuna wachezaji wawili, watatu. Moja, mbili wawa, sawa, na goalkeeper watatu. Alikuwa na watu watatu mbele yake. Chiro alikuwa na watu watatu. But unaona defense ya Simba inaomba wameenda. Shika Kibendera akawaachia. Mmetaka wenyewe. Nendeni. Wametaka wenyewe. Kwa hiyo this was a good decision ambayo kwa hiyo kipa singefikia maamuzi hayo. Goli ile lilikuwepo. Haya. Penalty 3. Naweza kutumalizia muda wetu hapa lakini penalty 3 za mchezo huu. Hebu ziweke kwa. Tutamalizia muda endapo zingekuwa na walakini. Mimi sijaona walakini hapa. Look at this. Hii ilikuwa na Ibrahim Ajib. Sawa? Ameenda chini mara ya kwanza, kaenda chini mara ya pili, na zote amechezewa foul na. Tuangalie kwa karibu sasa. Na Salum Abubakar, sawa? Okay. Tunaanza hii hapa. Sawa? Karudishia hapa Ajib. Salum Abubakar anakuja kwa nyuma. Sawa? Very clearly Salum Abubakar hii hapo unaona, ameenda chini. Amemvuta. This was very clear, yani ilitakiwa kuwa penalty kabisa. Haina shaka. Hii hapa Yakub Mohamed. Mpaka hapa nani anamiliki mpira? Samir alikuwa anamiliki mpira. Nataka tupate uhakika. Yakub Mohamed alifanyikiwa kucheza mpira au aliugusa mguu au Mzamiro alijitupa? Twende hapo. Na alikuwa kwenye position nzuri ya kuangalia ni mshika Kibendera kuliko refari. Kwa sababu wakati hilo tukio mimi nilitaka nizue huo mjadala kwamba aliyekuwa kwenye nafasi nzuri ya kuhukumu hii ni nani? Okay. Kwa sababu angalia hapa anavyoenda, hakuna sehemu unamwona Yakubu ameugusa ule mpira. Sawa, hakuna sehemu Yakubu ameugusa ule mpira. Amemgasi tu Mzamiru Yasin, na position, kumbuka position ya Hans Mabena ilikuwa nyuma ya tukio, kwa sababu it was a counter attack, imetoka kwenye lango la. Achana na hii, tuifuate ile. Hii hapa. Ameanzia wapi? Sio hii. Hii hapa. Ametoka katikati ya uwanja. Hans Mabena yuko nyuma, ana sprint akiwa sawa, lakini assistant referee alikuwa na engo nzuri kama ilivyokuwa kwa kesi ya Said Junior na Kevin Yonda. Sasa kazi vingine taviacha viporo, bado vitatumika hivi, ila kwa sasa nimalizie, muda wetu ushakwisha. Nipe moja tu. Moja tu. Usielezee kwa yote.
moja tu. Muda umetutupa, muda ushatutupa. Najua una vitu vizuri, lakini muda wetu ushatutupa, ila tutairudia. Patrick, hivi mna habari Azam nayo walinyima penalty? Naijua. Hutaki niisemee? Basi wewe pray tu, iendelee yenyewe. Pray tu. Hii hapa. Twende tu. Hii hapa. Hii hapa Sheikh. Hii hapa. Sawa, pray tu, inaendelea. Angalia hapa. Hii vipi hiyo? Penalty.